Baada ya mvua kubwa ambazo zimeendelea kunyesha maeneo ya Dar es Salaam ikiwemo eneo la Temeke ambako uwanja wa Benjamin Mkapa unapatikana. Na huu ndio muonekano wa pichi yenyewe baada ya hofu ambayo CAF wako nayo kuhamisha huu mchezo kutoka hapa kupeleka New Amani Complex Zanzibar. Pichi imeonekana kuwa vizuri kama ambavyo meneja wa uwanja huu Rashid Mijuza anatueleza ukomavu, utayari wa hii pichi kwa matumizi. Unaweza kujionea kile ambacho kinaonekana hapa kwenye pitch ya Benjamin Mkapa. Meneja, bila shaka pichi ya Benjamin Mkapa watu wanahitaji kutolewa wasiwasi kwa maana ya muonekano kwa kile ambacho kinaelezwa pichi hii ilikuwa haistahimili kipindi cha mvua. Neno ni lipi? Bila shaka kwanza nimefurahi kwamba mmekuja kipindi ambacho mvua imenyesha kubwa, na bila shaka mmejionea wenyewe, tumezunguka maeneo mbalimbali ya uwanja. Unaweza ukaona hakuna eneo ambalo maji yametuama. Hii ni ishara kwamba pichi imeimarika kwa asilimia kubwa kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa pichi hatuna shaka kwamba kuanzia sasa iko tayari kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya mchezo huo pamoja na michezo mingine ijayo. Kwa hiyo bila shaka ambao walikuwa na wasiwasi kwamba pengine changamoto ingeweza kwa kipindi cha mvua kupitia hii mvua kubwa ambayo leo imenyesha itoshe kuwa na assessment kubwa juu ya hili. Bila shaka kabisa. Wewe pia ni shuhuda, umeona tumepita maeneo mbalimbali, hujaona sehemu ambayo ina hitilafu, kuashiria kwamba pichi imeimarika, na niwatoe hofu wa Tanzania kwamba kwa upande wa pichi imeimarika na iko vizuri, inaweza kutumika kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo hata kama kungekuwa na uwezekano wenye mamlaka waje kukagua kwenye kipindi kama hiki kwa maana ya leo na siku za usoni, hakuna hofu ambayo mnaweza kuwa nayo kama wamiliki na uongozi wa uwanja? Kwenye pichi hatuna shaka yoyote, na maeneo mengine pia kama unavyoona ukarabati umeendelea kukamilika, na kwa kweli tuko vizuri. Kwa asilimia kubwa uwanja sasa uko tayari kwa ajili ya matumizi ya mechi mbalimbali. Sasa pengine ukiachana na pichi, maeneo gani ambayo kwa sasa bado yanaendelea ukarabati kuweza kufikia zile tarehe ambazo kimsingi uwanja unahitaji kuwa tayari kwa matumizi? Sasa hivi kama unavyoona mifumo mbalimbali inaendelea kuimarika, kama vile mfumo wa sauti. Hiyo sauti tunaoisikia ni mfumo wa sauti unatestiwa kuona kwamba unafikia katika asilimia 100. Lakini kama unavyoona viti vimefungwa zaidi ya asilimia viti 40,000 vimeshafungwa, na vile 20,000 tulitaka vifanyike baada ya mchezo kupita. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna viti bado havijafungwa. Vile tunasubiri mchezo upite ili viweze kufungwa. Lakini baada ya hapo vitakuwa vinakamilishwa. Lakini mifumo mingine kama ya maji taka, mifumo ya umeme, mifumo ya viyoyozi yote imeendelea kukamilika. Yote iko vizuri kwa sasa. Pengine baada ya hata hii mechi kupita ikitokea inachezeka hapa, kuna namna uwanja utahitaji kupumzishwa pengine kwa shughuli nyingine ambazo si za lazima kuendeleza ule ukarabati na maboresho ambayo pengine mungetamani yaendelee hapa? Kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu sasa inaelekea kwenye AFCON 2027. Hii pichi imekaa kwa muda mrefu bila ule ukarabati mkubwa. Kwa hiyo kwa sasa tunachofikiri ni kwamba baada ya michuano ya CHAN, sasa tunakwenda kuifumua yote kabisa, tunaanza kupanda mpya kabisa nyasi. Kwa hiyo ndio mpango wetu kwamba baada ya CHAN tutaifumua tupande nyasi mpya. Kwa sababu hizi tumefanya ukarabati lakini unaweza ukaona ni za muda mrefu. Kwa hiyo solution ya kudumu ni kupanda kabisa nyasi mpya na kufanya ukarabati mkubwa kabisa wa pichi. Lakini kwa sasa hali ilivyo hatuna shaka kabisa, hata kwa miezi 4-5 mbele tunaweza kutumika bila shaka yoyote. Inaweza kutumika bila shaka kabisa. Lakini kwa sasa kinachoendelea hapa hakihusishi pichi moja kwa moja kwa maana ya kuendelea kufanya haya maboresho ambayo mnahitaji kuyafanya, ama bado kuna kitu kitakuwa kinaendelea kufanyika kabla ya matumizi ya uwanja huu? Maendeleo pichi, utunzaji wa pichi ni zoezi la kila siku. Unaweza ukaona hapo jana wameweka mbolea, leo wanasubiri baada ya siku 3 wanakata. Hivyo maintenance ya pichi ni jambo endelevu. Halihitaji kustop. Wakati wote lazima maintenance ya pichi iendelee kufanywa. Hata baada ya matumizi lazima pichi iendelee kuwa maintain, iwekwe mbolea, ichanwe, irekebishwe, ikae vizuri. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana.